Mwana kondoo ameshinda. Jina la Bwana libarikiwe. Karibu ndugu mtazamaji wa chaneli hii, tuendelee kujifunza neno la Mungu. Tulijifunza sehemu ya kwanza kuhusu sifa na tabia ya Mungu, sifa au tabia za Mungu, na tukajifunza sehemu ya kwanza iliyohusu utukufu wa Mungu. Hasa leo tunaenda kujifunza ubwana, sifa inayogusa ubwana wa Mungu, sifa ambayo inagusa ubwana wa Mungu. Ubwana wa Mungu. Bwana ni cheo, ni cheo cha Mungu. Katika tafsiri ya Biblia ya Kiingereza ya Agano la Kale, Bwana ni cheo cha Mungu. Neno hili Bwana kwenye lugha ya Kiebrania ni Yahweh. Kwa lugha ya Kiebrania ni Yahweh. Jina hili la Bwana au Yahweh ni jina ambalo linaambatana sana na agano la Mungu na taifa la Israeli. Ni agano ambalo linaambatana sana na agano la Mungu kwa wana wa Israeli, kama ambavyo tunaweza kusoma katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 3 mstari wa 13. Kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 13, ambapo mahali hapa nasomeka 13 hadi 15. Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza, jina lake nani? Niwaambie nini? Mstari wa 14, Mungu akamwambia, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko ambaye niko amenituma kwenu. Lakini mstari wa 15 anasema tena, Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, amenituma kwenu, ili ndilo jina lake hata milele, nalo ndilo jina langu hata milele. Kwa Mungu alifunga agano na wana wa Israeli, ndio maana alikuwa anatoa maagizo na ya kuweza kuwaambia wana wa Israeli. Kwa hiyo Mungu na wana wa Israeli ndo tunaona agano lake ambao aliambatana sana na wana wa Israeli. Kwa hiyo Bwana maana yake ni niko ambaye niko. Bwana ni niko ambaye niko. Jina hili linaonyesha utawala na mamlaka ya Mungu kwa watu wake. Jina hili linaonyesha mamlaka na utawala wa Mungu kwa watu wake wote. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa unaposoma katika Misali 21 mstari wa kwanza. Misali 21 mstari wa kwanza, mahali hapa panasomeka hivi. Misali 21 mstari wa kwanza, moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana, kama mfereji ya maji hugeuza popote apendapo. Popote apendapo. Kwa maana hii ya kwamba Bwana, jina hili linaonyesha utawala na mamlaka ya Mungu kwa watu wake wote. Kwa hata wafalme, utawala upo kwa Mungu. Wengine wanaweza kufanya mabaya kwenye utawala wao, lakini Mungu bado mioyo yao, Mungu ndiye anayeweza kuigeuza, kuibadilisha nia na tabia. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa ubwana wa Mungu unaonekana katika sifa zifuatazo. Moja, sifa mojawapo, ana uwezo wote. Mungu ana uwezo wote, si kama mwanadamu. Ana uwezo wote. Anaweza kugeuza hii dunia ikawa maji, anaweza kugeuza maji yakawa nchi kavu. Kwa huyu ndio Mungu. Ndio maana unaposoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 18 mstari wa
4. Mahali hapa panasomeka hivi, tusome Mwanzo sura ya 18 mstari ule wa 14. Mahali hapa panasomeka hivi: kuna neno gani lilo gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake. Kwa neno gani gumu la kumshinda Bwana? Hii ni ahadi ambayo alikuwa anaongea na Ibrahimu kwamba kwa muhula yule mke wake angepata mtoto. Kwa maana hakuna jambo linaloshindikana kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kila kitu. Ana uwezo kufanya jambo lolote wakati wowote. Kwa kweli Mungu anaweza yote. Hiki ni kiini cha ubwana wa Mungu. Anaweza kila kitu. Ndiyo Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, anaweza chochote anachotaka. Kwa hata mwanadamu anayeshindwa na lolote anatakiwa kumwendea Bwana ili aweze kupata msaada kutoka kwa Bwana. Haleluya. Sasa tuingie sehemu ya pili. Sehemu ya pili, yuko mahali popote Mungu. Kienda wapi yupo. Ndio maana unaposoma Zaburi ile ya Zaburi ya 139 mstari wa kwanza hadi wa 12, anasema nikienda juu Mungu wewe upo, nikienda kuzimu wewe upo, nikienda wapi wewe upo. Kwa hauwezi mtu kujificha sehemu yoyote ukasema Mungu hayuko. Mungu yupo. Hata sehemu ya sirini sana Mungu mahali yupo. Kwa yeye anajua na anaona kila kitu mahali popote. Hata ungejifukia chini ya ardhi, Mungu anaona, anatambua na anakuona na huko yuko. Lakini sehemu ya tatu, anajua kila kitu. Sifa hii inafanana kabisa na sifa ya mahali ambapo Mungu kwa mahali popote. Unaposoma Ufunuo 20:12. Ufunuo 20:12 mahali hapo panasomeka namna hii. Ufunuo 20:12 panasomeka namna hii: nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa na matendo yao. Kwa maana Mungu anajua kile kitu, ndio maana habari zako wewe zinaandikwa. Chochote unachofanya kinaandikwa. Kwa hiyo hakuna kitu cha kumficha Mungu. Kwa hiyo kitu kiko mbele za Mungu kinakuwa wazi. Kwa hiyo ndio sasa Mungu anajua kila kitu. Uko sehemu gani, unafanya nini, kesho utaishije, utafanya nini, Mungu anajua kila kitu. Kwa hiyo kama Ufunuo tueleza, kwa hiyo Mungu ana sifa hizo, anajua kila kitu, yuko mahali popote, ana uwezo wowote wa kufanya chochote wakati wote. Endelea kufuatilia channel hii na uendelee kujifunza mambo mbalimbali ambayo yanatolewa katika channel hii. Mungu akubariki. Amen.